Julius Muumi, ni mjasiriamali msindikaji wa mboga na matunda katika mkoa wetu wa Katavi. Shughuli zetu za ujasiriamali sisi hapa kwenye jengo hili la ujasiriamali tunajikita sana na usindikaji wa mboga na matunda pamoja na kusindika asali. Katika shughuli hizi tumekuwa tukizifanya kwa muda mrefu mpaka sasa na tunaendelea nazo. Kati ya wajasiriamali tuliopo hapo kwenye banda la wajasiriamali wa usindikaji wa mboga na matunda ambapo Rufroma tuko wanachama 8. Tumekuwa tumejikita sana katika kusindika mboga na matunda kwa ujumla na kuweza kupata TBS ambayo inakwenda kutufanya kuwa na kuweza kuuza bidhaa zetu kwa ubora zaidi. Maana tofauti na hapo, bidhaa zikiwa zinauzwa pasipokuwa na TBS, walaji wanakuwa wana mashaka na chakula chetu ama vinywaji vyetu. Lakini mpaka sasa tuna TBS ambayo ina zao la rozela ambayo ni wine pamoja na asali. Hapo kuna baadhi ya wajasiriamali wenzetu ndani ya Rufroma, wapo wajasiriamali wa 4 ambao wao wana TBS tayari ya asali na wine. Ni kwa namna gani ambavyo nyinyi kama wakina mama mmeweza kujikwamua mpaka kufikia hapa mlipofika? Wakina mama sisi tumeweza kujikwamua na kufikia hapa tulipo kwa sababu tunafanya kazi ya ujasiriamali kwa kushirikiana. Tunashirikiana, tunakusanyana, tunatengeneza, tunafanya makubaliano, tunatengeneza ama tunasindika wine kwa pamoja, na baada ya hapo tunaifungasha. Baada ya kufungasha tunaanza kuiweka kwenye supermarket yetu iko hapo. Kwa hiyo wale wahitaji ambao wanahitaji wine wakati wote ipo hapo supermarket. Pamoja na hilo lakini tunapokwenda kwenye maonyesho, mfano tunakwenda 8 pale Mbeya, tukienda Sabasaba au maonyesho mengine yote yanayojitokeza, bidhaa zinakuwepo. Kwa hiyo tunakwenda kupeleka zile bidhaa, tunaziuza na tunapata fedha ambayo inatusaidia katika familia zetu pamoja na jamii kwa ujumla. Hivi ndivyo tunaweza kujikwamua kupitia shughuli zetu ambazo tunazifanya hapa ndani ya banda letu la wajasiriamali. Kabla ya kujengewa jengo hili, awali mlikuwa mnajishughulishaje? Au awali bidhaa zenu mlikuwa mnazitengeneza kwa namna gani? Kabla tujakuwa na jengo zuri hili lenye ubora hapa, tulikuwa tunatengeneza sisi wenyewe majumbani kwetu, kila mmoja kwa wakati wake na bidhaa zake kulingana na hitaji lake ama uwezo wake wa nafasi ambayo anaweza kusindika. Lakini baada ya hapo baada ya kuwezesha kupata ile eneo zuri, tulikuwa tunasindika hapo kwa pamoja na tunapata bidhaa iliyo bora zaidi tofauti na pale mwanzo. Imewasaidiaje kuwepo katika eneo moja tofauti na zamani mlipokuwa mnafanya kila mtu anafanya nyumbani kwake? Imetusaidia kwa sababu kwanza tunafanya kwa uhakika, sababu eneo ni nzuri, lina ubora. Kwa hiyo imekuwa ni rahisi sana, tunakusanyana hata tunafanya kwa pamoja tofauti na pale mwanzo. Kwa hiyo kwa jinsi hiyo tumepata mabadiliko makubwa. Tumetoka kwenye ule usindikaji wa kiholela mtaani wa nyumbani kwetu, na sasa hivi tuko hapa kwa pamoja ambapo tunakuwa na uhakika wa bidhaa zetu zinakuwa na ubora zaidi. Ni kwa namna gani ambayo imewasaidia kiuchumi? Kiuchumi inatusaidia kwa sababu tunapokwenda kuuza na tunapata fedha ambazo zinatusaidia kutatua matatizo yetu mbalimbali. Nyinyi ni moja ya kina mama ambao mnapata mikopo ya halmashauri? Ndio. Mmeshapata mara ngapi? Mikopo ya halmashauri tumeshapata awamu ya kwanza. Tumepata awamu ya kwanza, na kabla tujapata halmashauri tunapata mikopo midogo kutoka SIDO. Baada ya hapo tumepata halmashauri hii awamu ya mkopo Mama Samia Suluhu Hassan tumepata kwa kutosha. Okay. Ni kwa namna gani ambayo mnafanya nyinyi ujasiriamali wenu hasa katika usindikaji? Mnatumia vitu gani katika kusindika? Katika usindikaji kuna malighafi ambazo tunatumia. Kwanza kabisa tunatumia maua ya rozela, lakini kuna sukari, lakini pia kuna mchanganyiko wa amila na vitu vingine ambavyo ni muhimu kuingia katika hiyo zao la usindikaji wa asali, usindikaji wa wine. Na kwa upande wa asali? Upande wa asali tunanunua asali kutoka kwa wakulima mashambani wanaolima
wanaofuga nyuki na kulina asali, tunanunua kwao moja kwa moja kutoka mashambani kwa bei nafuu, na sisi tukifikisha hapa kwenye kiwanda chetu tunaichakata kwa kuisindika kwa wenye ubora zaidi na kufungasha kwenye chupa. Baada ya hapo tunatia lebo na tayari kwa kuuza. Malighafi mnazipata kiurahisi au kuna changamoto kwenye bidhaa zenu ambazo mnazalisha? Malighafi zetu kuna changamoto kidogo, hasa upande wa vifungashio ambavyo ni chupa tunazoweza kufungashia waini na chupa tunazoweza kufungashia asali, lakini bidhaa nyingine ambayo ni maua ya rosella ama choya, sasa hivi tumekuwa tunajikita sisi wenyewe, tuna eneo tunalima, kwa hiyo tunapata zao hilo la maua ya rosella ama choya kwa ajili ya kusindikia waini kwa urahisi zaidi. Tofauti na pale mwanzo tulikuwa tunaagiza zaidi sana Dodoma, lakini baada ya kuona umuhimu wa bidhaa hiyo tumeamua kulima sisi wenyewe na tunapata hilo zao la maua ya rosella kwa urahisi zaidi. Na asali mnaisindika kwa namna gani au inakuwa kwenye grade ya kiwango gani? Asali tunaisindika kwa kuichuja, lakini inakuwa kwenye ile grade ambayo ni 100% kwa sababu tuna kipimo cha kupima asali ambayo kile kipimo kinatuonyesha kwamba ile asali ina asilimia fulani ya maji kidogo na inakuwa iko bora zaidi, lakini kama ikiwa na asilimia kubwa kwenye upimaji wa hiyo asali, ile thermometer inayopima asali inatuambia kwamba hii asali sio nzuri. Kwa hiyo ambayo asali sio nzuri tunaachana nayo, tunanunua asali iliyo bora, na kabla tujainunua tunaipima sisi wenyewe. Kwa hiyo tunachokipima cha kupima hiyo asali. Hali ya soko ya bidhaa zenu ikoje? Hali ya soko ya bidhaa zetu kwa hapa Katavi iko chini kidogo, kwa sababu tunajua tena watu kuna ile misali inayosema nabii wa kubariki kwao, lakini tukiondoka nje ya mkoa wa Katavi tunauza sana bidhaa zote, hasa asali inatoka sana, waini pia inatoka sana, mboga za majani pia zinatoka sana zaidi tukienda kwenye maonyesho ambayo yako ndani ya mkoa wetu, ambayo yako ndani ya Tanzania. Lakini tuliwahi kupata bahati tukaenda Sudani kule, pia tulipata bahati kwenda kuuza sana mboga ambazo kwa nchi ile kwao kule ni shida kidogo ya chakula, lakini tulikwenda na hizi mboga kutoka Tanzania tuliweza kuuza sana. Changamoto gani ambazo mnakabiliana nazo? Hapa changamoto ambazo kukabiliana nazo katika banda letu la wajasiriamali ni hasa upande wa vifungashio kama nilivyosema, na upande mwingine wa wateja. Wateja wetu pia wamekuwa wanaona hizi bidhaa hawazisahihi, kwa sababu tunaanza kutengeneza sisi wenyewe wa Tanzania hapa Katavi yetu, wanaona kwamba pengine wanataka za kawaida, lakini kutoka nje ya hapa tunauza sana. Fursa ambayo tunaipata kutoka kwa rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, wakina mama tumepata bahati ya kupewa mikopo isiyokuwa na riba. Kwa wakina mama wamekuwa wanajiamini na kuweza kuchukua mikopo hiyo, na wanaweza kufanya shughuli zao kwa uhakika, kwa sababu wanakuwa tayari wana chanzo ambacho wamekipata bila vigezo vya vigumu ambavyo wanaweza wakashindwa kuvitumia, kwa sababu ile pesa ya Mama Samia ya rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan inapewa bila riba. Kwa hiyo wakina mama wanakuwa hawana hofu, wakipata ule mkopo wanastahili kwenda kuzalisha na kupata kipato na kurejesha bila riba. Mheshimiwa Rais, unampa neno gani? Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan ninampongeza sana mimi kama kwa niaba ya wajasiriamali wasindikaji wa mboga na matunda katika mkoa wa Katavi. Ninampongeza kwa sababu wamekuwa na wakinamama sana karibu sehemu zote. Akiwa kama rais amewaweka mstari wa mbele sana wakina mama kwa kuweza kuwapa mikopo isiyokuwa na riba. Nini ambacho kinakuvutia sana kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kama mama, kama mwanamke mwenzako? Kama Mama Samia Suluhu Hassan, kinachonivutia mama amekuwa na upendo na kina mama zaidi, na amekuwa na huruma
sana. Sisi wakina mama wote kwa ujumla tunampenda sana, na tutamuongezea miaka mingine 5 zaidi. Ukikutana naye hivi, neno gani ambalo la kwanza kabisa utakalomwambia? Nikikutana naye Mama Samia Suluhu Hassan, nitamwambia aweze kutupigania sana wakina mama, atuongezee mikopo ili wakina mama tusiweze kushindwa, tuweze kuendelea mbele kwa mbele. Lakini basi, yani tunampongeza, tunampenda na tunaimani na yeye sana katika shughuli zake ambazo anapenda kuzifanya kutoka alipokuwa rais.